Rais wetu wa klabu ya Young Africans, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ili nami niweze kutoa salamu katika siku hii muhimu sana. Nimefarijika kusikia salamu ambayo msemaji hapa ametoka kuizungumza. Anasema mwakani Mimi sijasema tena nini, lakini nyie ndio mmesema kwamba mwakani tena. Mheshimiwa Waziri wetu, nikushukuru sana pia kwa kutupatia heshima hii kubwa kuhudhuria. Nafahamu umehudhuria kama mjumbe wa baraza la wadhamini, lakini pia kwa nafasi yako tumefarijika sana kuwa nawe kwa siku ya leo. Na ningeliomba wajumbe pia tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Mavunde kwa kuwa nasi. Aidha, nitumie nafasi hii pia kushukuru sana mzee wangu Mkuchika. Kama ambavyo wachache wamesema unaendelea kuwa kijana. Ni kweli kwamba unaendelea kuwa kijana, na hii inawezekana ni faraja kubwa ambayo unaipata kutoka kwa klabu hii kubwa katika ukanda huu wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Lakini pia nitumie nafasi hii kushukuru sana management ya Young Africans yote kwa ujumla wake. Nafahamu safari ndefu ya kufika hapa tulipofikia sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya klabu yenyewe kuwa na brain ambayo inafanya mabadiliko mazuri kila kukicha. Na washukuruni na asanteni sana. Aidha, nimeona hapa kuna ma-advocates mbalimbali akiwemo senior advocate wetu kaka yangu ambaye ameshiriki kwa sehemu kubwa sana katika kufanya mabadiliko makubwa ya kisheria, na mpaka leo hii klabu hii inaonekana si tu bora, lakini pia inayofuata misingi ya kikatiba na sheria ili kuweza kuwapata viongozi wake kama ambavyo leo tutafanya. Nafahamu leo tumealikwa katika mambo mengine mengi, ni mkutano mkuu wa mwaka. Leo kutakuwa pia kuna uchaguzi wa viongozi mbalimbali. Ningeliomba nianze kwa maelezo yafuatayo. Nafahamu kwamba uchaguzi wa klabu hii kubwa unatii sheria iliyopo katika katiba ya klabu yenyewe. Kwa lugha nyepesi, ndani ya katiba ndiko ambako kunaoneshwa haki, mipaka ya madaraka, lakini pamoja na vitu vingine vingi ambavyo vinaorodheshwa ndani ya katiba kama ambavyo wataalamu wanafahamu. Katiba tulionayo leo na kanuni zake ambazo tunazifuata mpaka kufikia kwenye mkutano huu mkuu ni ile ambayo wewe rais wa Young Africans uliitumia wewe kupatikana pamoja na wajumbe wote ambao wako hapa. Tunaamini kwamba katiba hiyo kwa uzuri au hata kama ina kasoro za aina yoyote, manake ndio katiba ambayo imekupa wewe ridhaa ya kuwa rais wa klabu hii, lakini pia imewapa ridhaa wengine wote ambao ni viongozi ndani ya klabu hii, lakini ndio ambayo leo tena itatoa ridhaa katika mkutano huu mkuu kuweza pia kupatikana viongozi wengine ambao wameomba ridhaa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwanza kwa matakwa yenu makubwa ya kuweza kuheshimu katiba na kuweza kuifuata pasipo malalamiko ya aina yoyote. Na katika hili naombeni tujipigie makofi tena mengi sana. Lakini jambo la pili, nafahamu kwamba Tanzania tuna clubs nyingi, lakini moja klabu nilishawahi kuzungumza kwamba ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam klabu zote zikishinda huwa anapata furaha, lakini Young Africans ikishinda anapata furaha zaidi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba anakuwa happy kwa klabu zote zikishinda, lakini wanapenda kumfuatilia jamaa moja kwenye mitandao anasema I am extremely happy inapotokea Young Africans imeshinda. Sasa in connection na haya, naomba mpokee salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Na katika hili, katika kupokeeni salamu zake, naomba nieleze machache kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, mwaka huu 2026 kuelekea 2027 taifa letu pamoja na mataifa matatu ya Afrika Mashariki au mawili Afrika Mashariki tumepata heshima kubwa sana ya kuweza kuwa wenyeji wa mashindano ya AFCON.
Katika miaka yote ambayo ilishawahi kuwepo katika ukanda wetu wa nchi hii, mwaka huu na hata mwakani, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewekeza fedha nyingi sana katika kujenga facilities za michezo hapa kwetu Tanzania, kwa maana Tanzania bara na visiwani. Hivi ninavyoongea, uwanja wa Taifa umekarabatiwa kwa pesa nyingi, lakini kule Zanzibar pia ujenzi unaendelea. Viwanja vidogo vidogo vya michezo hapa kwetu Dar es Salaam vipo na ambavyo vimekwisha kamilika na vingine vinaendelea kukamilika. Zaidi ya bilioni 300 zinawekezwa katika kujenga viwanja hapa tu pamoja na mabarabara. Lakini Arusha pia kuna uwanja mkubwa ambao unajengwa pamoja pia na viwanja vidogo vidogo vya michezo, the same Zanzibar. Mnafahamu kwamba viwanja hivi vitakapokamilika, hata baada ya AFCON, ipo proposal kubwa ambayo lazima viwanja hivi kubwa vyote viwe attached na clubs ambazo ziko serious katika nchi yetu kwa ujumla wake, ama katika kuvimiliki kwa hisa au katika kuvihudumia kwa maendeleo mapana ya tasnia ya michezo hapa nchini. Kwa naomba kwa dhati tena tumpigie makofi Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa ambao ameufanya katika taifa letu. Sambamba na uwekezaji huo mkubwa ambao umefanyika, tunaamini kwamba wadau wakubwa ni Young Africans pamoja na clubs zingine. Lakini specifically leo kwa Young Africans ambayo mmenipa heshima kubwa kuwa mgeni rasmi leo, moja proposal ambayo tunaiwaza kuipropose kwa viongozi wetu wakuu, akiwemo pia waziri wa michezo pamoja na Mheshimiwa Rais, ni kwamba kwa kuwa viwanja hivi ni gharama kubwa sana kuvihudumia, na hasa baada ya AFCON, kuna baadhi ya nchi walishawahi kuandaa mashindano kama haya ya AFCON, lakini mara baada ya mashindano haya kuisha, viwanja vyao vingi vimebadilika kuwa magofu na vimeota nyasi kwa sababu ya gharama kubwa sana namna kuvihudumia. Lakini leo ukipata klabu kubwa kama hii ya Young Africans, ukasema kwa mfano viwanja let's say vya Gymkhana au viwanja vyovyote, viwanja vya Arusha, baada ya AFCON, klabu kubwa yote ambayo iko serious basi iweze kuwa attached kwa kuendesha kiwanja hicho kwa hafu, kwa maana serikali pamoja na klabu yenyewe. Sasa tunawaza namna hiyo ili kwa ajili viwanja vyetu visije navyo vikabaki kuwa ni magofu, bali clubs kama hizi kubwa ziweze kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kwamba tasnia ya michezo inakuwa hapa nchini. Lakini jambo jingine la muhimu, Mheshimiwa Rais wetu wa klabu hii ya Young Africans, naomba sote kwa pamoja tumpigie makofi kwa uongozi wake mzuri sana ambao ameufanya kutoka alipoingia mpaka sasa. Kama kuna viongozi 5 au 3 ambao wameweza kuendesha clubs hizi kwa taaluma pana sana, basi ndugu yangu Engineer Hersi nadhani anashika namba 1 kwa kuwa na weledi mkubwa kuongoza klabu ya Young Africans. Naomba niwaeleze ndugu zangu, uongozi ni kazi sana. Leo nilikuwa nasoma klipu moja kwenye simu, inasema moja ya mikoa ambayo wananchi wake huwa wanalalamika sana, mara hamna biashara, mara uchumi mbovu, ni Dar es Salaam. Ni klipu kako hapa, nadhani mambo ya utani. Lakini anasema tena ukija weekend unakuta mabaa yote yamejaa, kila kitu kimejaa. Sasa unajiuliza haya malalamiko ni ya kweli au ni ya uongo? Sasa alitaka tu kuonyesha kwamba kuongoza watu ni kazi, kwa maana kwamba ukimsikiza kila kitu anachokiongea bila kuongeza za kwako, unaweza kukuta uongozi wako umeferi kabisa. Sasa tumpige tena makofi rais wetu wa Young Africans kwa kazi pia kubwa ambayo ameendelea kuifanya. Leo pamoja na kwamba ana exit, lakini pia anaingia tena, kwa maana kwamba anaomba tena ridhaa na hajapata mpinzani nadhani, na yote hii ni kwa sababu ya imani kubwa ambayo ninyi mmeweza kuonesha kwa uongozi wake ambao umeufanya kwa kipindi hiki ambacho kinaisha muda wake. Lakini pamoja na kumpongeza yeye, nipongeze pia viongozi wote wasaidizi ambao wanamsaidia. Nadhani kwamba mmoja wapo angelikuwa na legalega, bado klabu hii singelikuwa ni nzuri. Maeneo mengine wanasikia watu wanapigana vijembe, wanasikia watu wanaambiwa ondoka, muda wako umeisha, lakini jambo hilo sijalisikia kwenye klabu hii kubwa ya Young Africans. Labda niwarudishe katika historia kidogo.
Zamani mikutano kama hii ilikuwa inafanyikia pale Police Mess. Nadhani mnakumbuka vizuri. Na ilikuwa hakuna mtu kuondoka, hakuna mtu kufanya jambo lolote. Ilikuwa yani chini ya ulinzi, uchaguzi unafanyika chini ya ulinzi. Lakini leo kuna mabadiliko makubwa sana yamepigwa. Young Africans uchaguzi wako unakuja kufanyikia Superdome. Kwa Dar es Salaam hii, huu ndio ukumbi namba 1 mkubwa na mzuri. Hii inaonyesha kwamba watu wote ambao wanashiriki leo ni watu ambao wamekuwa na ustaarabu mkubwa, lakini ambao umetokana na namna viongozi wetu ambavyo wanajaribisha kuendelea kuongoza klabu yetu ya Young Africans. Hongereni sana na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Lakini pia leo niwapongeze kwa namna ambavyo mmekuwa mabingwa mfululizo. Na leo jina hili ambalo nimepewa na rais wetu kwa kweli nalipokea. Na labda rais wetu, labda tu cha kuelewa ni kwamba nimeona hapa hayati Lukuvi alikuwa na kadi ya wanachama, na mimi ndio nilikuwa pale kwenye msiba wake, na atashangaa sana kule mbinguni kama mimi ambaye nilikuwa kwenye msiba wake sina kadi ya wanachama. Na kwa kuwa hamjawahi kuniletea, ninaiomba kadi hiyo. Kwa hiyo pamoja na kwamba leo nimekuja kama mgeni rasmi, lakini pia nimekuja kujiunga rasmi na klabu hii ya Young Africans. Mwakani nilikuwa na vizia siku kama hii niweze kujiunga kwa sababu ya uzito wake, ili nijiunge kwa madaha kidogo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, sikutaka kujiunga haraka kwa sababu nilikuwa sijakuamini sana kwenye uongozi wako. Lakini nikaona kwa kuwa uongozi wako uko imara, na kwa sababu klabu hii pia imekuwa bingwa mara kadhaa, sina hakika kwamba nitakuwa najiunga kwenye klabu ambayo itanichosha. Najiunga rasmi kwenye klabu hii kwa sababu naamini tuko kwenye mikono salama chini ya uongozi wa Engineer Hersi. Lakini kama mzee Mkuchika ni mmoja wa wadhamini, ni wajumbe wa wadhamini, na mzee Mkuchika ni very senior kwenye serikali, kwenye chama, na hata juzi kwenye ubunge aliamua tu yeye mwenyewe kusema sasa inatosha. Sasa kwa nini leo mimi kama mkuu wa mkoa basi nisiwe hata mzee Mkuchika siwe hata role model tu basi kwenye hilo? Sasa hawezi kuwa role model kwenye uongozi tu wa serikali bila mambo mengine yanayohusu Young Africans. Jina hili la Bwana Peter ambao nimepewa leo Shelulile, nalo limeongeza kasi ya mimi kujiunga na Young Africans. Huyu ndugu yangu Peter Shelulile kutoka kule Sundown, South Africa, nafahamu anahitajika na watu wengi sana mpaka Middle East kule. Lakini leo safari yake anakuja kutua kwenye viwanja vya Tanzania, Dar es Salaam, na atapokelewa pale Jangwani kwa Young Africans kwenye klabu yetu. Sasa hiyo kwanza ni heshima kubwa sana kwa taifa la Tanzania. Lakini aliyesababisha heshima hiyo sio tu Mheshimiwa Rais peke yake, ni pamoja pia sio tu Mheshimiwa Dr. Samia peke yake katika kuongoza taifa, ni pamoja pia na Rais wa Young Africans ambaye ameona
ni muhimu kuleta chuma ili kiweze kuunga jitihada katika ukanda wetu huu wa Tanzania. Jambo la mwisho, ndugu zangu na Young Africans, wakati Mheshimiwa Rais anaendelea kuongoza taifa letu, niendelee kuwaomba sana kuendelea kuwa wadau wakubwa wa amani hapa nchini. Taifa letu litakapochafuka, mbwembwe zetu zote na investments kubwa ambayo inafanywa haiwezi kuwa na maana. Tuendelee kuwa mashabiki na wapenzi wakubwa wa clubs zetu na tasnia ya michezo nchini, lakini huku tukiomba sana amani na wote kuwa wadau wa amani ambayo ndio chachu ya maendeleo katika taifa letu. Tuendelee kuwa mabalozi wazuri kwa kila ambacho taifa letu limepewa heshima mwakani, kuwa wenyeji na waandaji wakuu wa mashindano ya AFCON. Tunafahamu kwamba taifa letu sio tu linajengewa viwanja kama sehemu ya faida, lakini pia linaendelea kujitangaza ndani na hata nje ya Afrika kwamba Tanzania ni nchi ambayo mgeni yoyote anaweza kuishi. Watu wengi wasingependa kuliona taifa letu linapata baraka kubwa, kama ambavyo watu wengi wasingependa kuiona Young Africans ikipata baraka kubwa. Lakini ndio muda wa kusimama imara na kuwa wamoja, na hasa kuepuka yale mambo ambayo yanaweza kuharibu na kuleta dosari ya amani katika taifa letu. Tuendelee kuungana na maono makubwa na mazuri alionayo rais pamoja na viongozi wote, lakini bila kuwasahau wadhamini wetu. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomtaja GSM kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya katika klabu yetu. Nafahamu na leo katika mjadala wetu wa namna ya kuanza safari ya ujenzi wa uwanja wetu mkubwa, nafahamu pia moja wa wadau ambao wanatajwa kuwa sehemu ya uwekezaji wa uwanja huo ni pamoja na GSM. Na kwa mantiki hiyo, ndugu zangu na Young Africans, mnapopata uwekezaji wazuri ambao wana maono na matamanio makubwa kuiona Young Africans ikiwa klabu kubwa katika Afrika na hata duniani kote, basi tuendelee kuungana nao na tuendelee pia kushikamana nao, ili siku moja na sisi klabu yetu iweze pia kushiriki mashindano mengine ya ndani Afrika na hata duniani kote, na pengine hata kuwa mshindi kama ambavyo tunaona ushindi katika mataifa mengine. Aidha, kwa kuhitimisha, niendelee tena kuwashukuru sana wanachama wote, na kila mmoja endelee kubeba jukumu imara kwamba anapokuwa ni mwana Yanga basi ajue kabisa kwamba ana jukumu kubwa la yeye kuwa mdau mkubwa na kuwa mdau active all the time, ili klabu yetu endelee kushinda kama ambavyo inashinda sasa. Kauli mbiu yetu ya mwakani tena basi haitokani tu na wachezaji ndani ya uwanja, lakini pia inatokana na kasi kubwa ya wanachama wote na wadau katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na mchango mkubwa wa klabu hii kuweza kupiga hatua zaidi kutoka ilipo na pengine kuelekea mbali zaidi. Na baada ya kusema haya, nawatakieni kila la heri leo kuwapata viongozi wetu ambao kwa nafasi ambazo zinagombaniwa. Tuendelee kuwa watulivu ili uchaguzi wetu usije kuwa na dosari aina yoyote, kwa sababu hata shetani pia mkumbuke hajalala. Na baada ya kusema haya sasa, nawashukuruni sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.